Ahadi nimetimiza sijatimiza? Nimetimiza ahadi ya goli moja kwa milioni 100. Na nilisema leo asubuhi ya kwamba niliahidi vijana Jumatatu na nikapata kutoka kwa viongozi wenu mgawanyo wa hiyo pesa mlitengeneza wenyewe. Nimepata taarifa, huyu akaunti yake na sikutaka hizo pesa zipitie popote pale. Nikataka pesa hiyo inaingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Kama kila mtu amesoma kwenye akaunti yake, jina la Bwana nalihimidiwe. Sasa kesho goli moja mtakalofunga ni milioni 200. Goli la juzi ilikuwa goli moja milioni 100. Kwa Watanzania hawa wameniambia, Makonda, tunanunua goli moja kwa mechi ya Tunisia. Goli moja kwa milioni ngapi? Kwa mkifunga magoli 5 mna bilioni 1. Na yenyewe taratibu ni ule ule. Mtakutana nao hela kwenye account. Na sasa hivi bahati nzuri ninazo akaunti zenu zote. Yaani kama sasa hivi goli moja ni milioni 200. Maana kile kiwango ulichokipata kwenye akaunti yako zilisha mara ngapi? Kwa likiongezeka goli jingine maana kile kiwango ulichokipata unazilisha mara 4. Kwa mkiongeza goli la 3 kile kiwango unazilisha mara 6. Watanzania wanataka ushindi. Wanataka ushindi kwa sababu 3. Moja, wanajisikia fahari kuona Watanzania wenzao, vijana wao, watoto wao, kaka zao, wadogo zao wanaliwakilisha taifa katika kusakata mpira. Na leo hii Watanzania wanakaa kwenye TV wanaangalia Watanzania wenzao wanacheza. Miaka mingine tulikuwa tunaangalia mataifa mengine yanafanya nini? Leo wanaona watoto wao, kaka zao, ndugu zao, wadogo zao wanacheza. Hiyo ndio fahari ya Watanzania, na ndio maana wanataka ushindi ili timu yetu ya taifa iendelee kubaki kwenye mashindano haya ya AFCON 2025. Sababu ya pili kwa nini tunataka ushindi ni career yako. Lazima tuupiganie ushindi ili kukuza career yako. Usikubali career yako ishie hapa. Na kwa wale wengine ambao wameniambia wana ndoto ya kupumzika, basi unapostaafu ustaafu kwenye rekodi iliyo juu zaidi ya kwamba nimeacha bani, nimefanya nini? Nimepandisha. Lakini mwisho mafanikio yenu yanabeba pia ndoto za vijana wengi wa Tanzania ambao wako mtaani huko wanacheza mpira, waliokusanya makaratasi yale wakafunga, wakiona leo kama ulivyopata ndugu yangu siku ile man of the match ile, kuna vijana huko ndoto yao wanatamani siku moja aminiwe kama Msuva pale. Kwa namna moja au nyingine ni kwamba kila mmoja ajue taifa lake linamtazama na kumtegemea. Ndoto yake na career yake inategemeana na ushindi tutakaopata kesho. Lakini mwisho, ndoto ya watoto wa Kitanzania wachezaji mpira wanaotamani kuja kuchezea mpira katika mataifa mbalimbali wanakutazama wewe kama role model wao. Ninaomba tusiwaangushe.